Tupate uchambuzi wa kina wa taarifa hizi. Tunaye Ibrahim Rahbi akiwa Umoja wa Falme za Kiarabu. Rahbi, habari za UAE na karibu sana. Nzuri sana, shukrani sana. Na tupitie mchakato wa kumpata kiongozi mkuu mpya wa Iran ambaye tayari amekwisha tangazwa, Mojtaba Khamenei. Kwanza kabla ya kumfahamu Mojtaba Khamenei, hebu tupitishe pia katika mchakato wa kumpata kiongozi mkuu wa Iran unavyokuwa. Mchakato uko kwa mujibu wa katiba. Nadhani kifungu cha 111 cha katiba ya Irani kinaruhusu hili litokee, kuwa kiongozi anapofariki madarakani au anapoondoka kiongozi madarakani, basi utaratibu wa kumchagua kiongozi huyu unafanyika kupitia baraza ambalo huchaguliwa. Hili linakuwa ni la Ayatollah Mamula, ambapo karibu 20% nadhani wanateuliwa na kiongozi aliyekuwa madarakani, lakini wengine wanachaguliwa. Hawa ni wajumbe 88 ambao huamua kuhusu kiongozi mkuu wa nchi. Kwa mara ya kwanza Iran inapata kiongozi mkuu wa nchi ambaye hakutokana na nafasi ya rais au nafasi ya rais, kwa sababu kiongozi aliondoka madarakani alikuwa ni kiongozi ambaye ametokana na, kwanza alikuwa rais, baadaye akaja kuwa kiongozi wa kwanza. Yeye alichukua kutoka kwenye mapinduzi kabisa, Rohola mwenyewe. Huyu Mojtaba anakuwa kiongozi wa tatu. Sasa tumtazame sasa Mojtaba Khamenei na hasa uchaguzi wake ambao umekuwa ni, nafikiri amechaguliwa katika mazingira magumu, katika kipindi kigumu licha ya vitisho vilivyokuwepo. Kwanza, imewezekana vipi kufanya uchaguzi huu katika wakati kama huu? Imewezekana kwa sababu Irani ni nchi na wanafahamu kuwa jasusi wa Marekani na Israeli ulikuwa ukijaribu kufuatilia kila wakati kuwa je, hawa watakutana wapi ili waweze kufanya shambulizi na kuwaua wote na kuangamiza kabisa. Wamefanya hivyo mara kadhaa, lakini unajua, unaweza kusema kwa Mashariki ya Kati Iran ndio nchi kongwe zaidi ukilinganisha na nchi zingine. Mfumo wa ujenzi, nchi nyingi za Mashariki ya Kati zinajengwa sana chini ya ardhi, pia kuhakikisha kuweka usalama kwa shughuli nyingine kama kinachoendelea. Mfano, ndani ya Israeli hivi sasa watu wengi wanakuwa chini ya ardhi kwa sababu miji imejengwa huko chini, huko vituo vya treni ndio sehemu ambako watu wanapumzika, ambako vinakuwa haviathiriki kwa kiasi na makombora labda yatakutokea. Kwa hiyo ndipo walipokutana na wakaamua kufanya. Iran ni nchi kongwe na hizo sehemu zipo pia. Sasa tumtazame Mojtaba Khamenei ambaye anatajwa kuwa kiongozi mwenye misimamo mikali, mhafidhina ambaye kwa muda mrefu pia amekuwa mwanazuoni, mwalimu wa teolojia katika majukwaa mbalimbali nchini humo, kwa maana ya kwamba majukwaa ya wanazuoni, na mrithi wa baba yake ambaye anaonekana kuwa na misimamo mikali zaidi kuliko hata baba yake, sio? Ndio, yeye ana misimamo mikali zaidi kuzidi baba yake. Nadhani unaweza ukaona kuwa Irani kuna kitu wamekiamua kiwe hivyo. Nilimsikia mmoja waliokuwa wakipiga kura kuchagua anasema kuwa utaratibu uliowekwa au kile walichoachiwa kuambiwa na Khamenei mwenyewe aliyefariki, anasema kuwa msije mkachagua kiongozi yoyote anayependwa na Magharibi. Kwa hiyo kiongozi yoyote atayechukiwa na adui yenu ndio kiongozi bora. Nadhani wamefuata hilo, wanasema. Na tumeshuhudia pia namna ambavyo viongozi walikuwa target ya Israel na Marekani wanapouawa, na anapokuja anayefuata akiwa pia na misimamo ile ama kuzidi, na yeye pia anakuwa target. Mojtaba Khamenei yupo pia kwenye hatari, na unadhani ataweza vipi kuhimili mikiki hii inayoendelea, ikiwa pia baba yake aliuawa kwenye siku ya kwanza tu ya operation hizi ambazo zinaendelea? Bila shaka Irani wenyewe wanafahamu hilo, na hata kumchagua Mojtaba walifahamu hilo kuwa si kiongozi anayependwa na ulimwengu wa Magharibi. Maanake kwenye ile list ya waliotaka kuchaguliwa walikuwepo ambao wenye afadhali, ambao wangependwa na Magharibi, lakini wao walifahamu hilo, wakaamua kumchagua Mojtaba. Hii ilichoashiria tu ni kuwa Irani hawajafuata upepo, yani hawajayumbishwa na chochote kutoka hapo, kwa sababu kama tungesema kuwa vita imewayumbisha au vita imewafanyia wafanye maamuzi, basi nadhani wangefanya uamuzi tofauti na huo kwa kile ambacho kinaendelea.
Kwa nini wamechagua yule yule? Maanake wangechagua kiongozi ambaye wanasema labda tupunguze pressure kutoka nje, tuwachagulie kiongozi ambao labda wataona kama tunataka, lakini kitendo cha kumchagua Mujtaba hali ya kuwa wanafahamu kabisa kuwa huyu si kiongozi kabisa anayependwa na ulimwengu wa magharibi, ni kile kuonyesha kibri. Yani wanasema tunaonyesha kibri kwa nyinyi hamwezi kutoka, kwa sababu awali kauli zimetoka. Trump anasema kuwa kiongozi yote atachaguliwa Irani bila kutushirikisha sisi hatutoridhika. Sasa wakamjibu, anamwambia kuwa kiongozi wa Irani atachaguliwa na wa Irani, hawezi kuchaguliwa na genge la Epstein. Nadhani alimjibu hivyo Al-Rajani kama pia. Sasa wamechagua kiongozi wao wanayemtaka, sio yule anapendwa na magharibi. Lakini kingine ilipaswa dunia isione ufahari, kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho kinaonekana kama ni ufahari kwa dunia kuhisi kuwa tishio la Marekani ni halali. Huyu ni kiongozi wa Irani, sio kiongozi wa Amerika. Kwa nini achaguliwe wakati awe na ushawishi na Marekani? Kwa lipi? Kwa sababu huyu ni kiongozi wa Irani na wa Irani ndio wanaamua kiongozi wao. Ni sawa na nchi nyingine. Kama sisi hatuwezi kusema kuwa hapa eti tuwe tuna wagombea wetu ambao tunawahisi wanafaa, halafu tuombe idhini kwa Amerika kuwa tuchagulie basi hapa yupi wewe unayemtaka. Nadhani dunia ilitakiwa isimame, iende kwenye haki na kutetea haki, isiende na mkumbo tu kwa sababu fulani kasema ni fulani. Ustaarabu wa ulimwengu umewekwa katika utaratibu na sheria zilizopo. Kwa kiongozi mkubwa mwenye nguvu wa nchi nyingine kutishia kumuua kiongozi mwingine, alipaswa aambiwe kweli kuwa unatumia mamlaka gani, kwa sheria gani ya kutaka kumtishia kiongozi mwingine wa nchi nyingine, hali ya kuwa raia wake ndio wameamua kumchagua. Nadhani tukitoa huo unafiki, dunia itakuwa sehemu nzuri zaidi. Yeah, na kujaribu pia kuangalia kwa mfano Ismail Haniyeh aliyekuwa kiongozi wa Hamas aliuawa na Hamas walimchagua ama walimweka Yahya Sinwar naye pia akauawa. Unadhani tishio hili pia linaweza likawa hivyo hivyo kwa Iran? Wameshatangaza kuwa hivyo. Amerika na Israel wamesema kuwa tutaendelea kushughulika na hili. Kuwa yoyote atakayechaguliwa bila idhini yetu, bila ruhusa yetu, tutamuua. Ni tofauti kidogo kwa Ismail Haniyeh na huyu, kwa sababu Ismail Haniyeh hawakuwa kwenye official, yani kama nchi, kiongozi wa nchi. Lakini tunazungumza kuhusu Iran, mwanachama wa Umoja wa Mataifa halali kabisa, na uwepo wake ni wa halali kabisa, utawala wake. Sasa dunia na viongozi wengine dunia walipaswa wakemee hiki kitu ambacho kinazungumzwa na Marekani na Israel, kutishia viongozi wa nchi fulani. Ni lazima kiongozi, maana nimehoji kuwa uhalali wa Marekani wa kumtishia kiongozi ambaye amechaguliwa na nchi yake na watu wake kumuua unatoka wapi? Kwenye kifungu gani? Kwa sheria ipi? Ili upate uhalali wa kusema kuwa tunao uhalali wa kumuua. Sidhani kama ni sahihi. Sawa kabisa, lakini moja kati ya vitu ambavyo huenda vikawa vimeweka msukumo mkubwa wa vita inayoendelea ni kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, na kulikuwa kuna wasiwasi kwamba baada ya kuuawa kwa Ayatollah Ali Khamenei na operation nzito hizi zinazoendelea huko Iran zinazotekelezwa na Marekani na Israel, kwamba pengine mpango huo ungekuwa kasi yake imepungua ama kama sio kuisha kabisa. Sasa unadhani ujio wa Mojtaba Khamenei unafufua matumaini mapya ya Iran kusonga mbele na mpango wake? Bila shaka uchaguzi huu unatupa majibu kuwa Irani hawajabadilika kwa njia yoyote. Umesema awali kuwa Mojtaba ana misimamo mikali kuzidi baba yake. Sasa kama baba yake mwenye misimamo ya wastani, Marekani na wenzake walikuwa wakimchukia vile, unaweza kupata jibu la huyu mwenye misimamo mikali atakuwa anachukiwa kwa kiwango gani. Na projekti ya Irani ya urani ya urutubishaji, mara nyingi wamezungumza kuwa haiwezi ikazimwa kwa chochote, kwa sababu wao wana kile ambacho wanasema tunakitetea kuwa hii project ni halali kwetu, kwa sababu iko katika kwa mujibu wa sheria za kimataifa, kwa sababu nchi zote duniani zinayo hiyo haki ya urutubishaji, nchi zote duniani. Ikiwa utafata tu kuwa uwe mwanachama wa NPT, ambao NPT ni shirika la Umoja wa Mataifa ambalo linashughulika na masuala hiyo, lakini uwe mwanachama wa IAEA ambayo itakukagua kujua harakati zako zinazoendelea. Irani ametimiza yote hayo, ni mwanachama wa NPT, ni mwanachama wa IAEA. Ajabu kuwa Irani ananyoshewa kidole kuwa wewe unatengeneza nyuklia,
wewe unafanya hivi. NPT haithibitishi, ambayo ndio kazi yake. IAEA hawathibitishi, ambao ndio wakaguzi, kuwa Irani alikuwa akielekea huko. Lakini mmoja wanaomshambulia Irani na kumtaka Irani asitengeneze wala asiwe na nyuklia ni Israel, ambaye Israel sio mwanachama wa NPT wala sio mwanachama wa IAEA, na anamiliki nyuklia na wana uendelezaji wa nyuklia usiokaguliwa. Ndio ninaporudia kusema mara nyingi kuwa dunia inatakiwa itoke kwenye unafiki, itoke kwenye double standard, kuwa uhalali wa Israeli kuwa na nyuklia isiyokuwa mwanachama wa NPT wala kukaguliwa na IAEA umetoka wapi, na uharamu wa Irani kuwa na urani ambao ni mwanachama wa NPT na anakaguliwa na IAEA anakosa wapi uhalali? Nani alipaswa ashughulikiwe kwenye hili? Lakini unaona dunia inaona kuwa upande mmoja una uhalali, upande mwingine hauna uhalali. Hata katika sheria chache za dunia ambazo tumejiwekea, ni sheria zetu tumezitunga wenyewe katika dunia hii. Sasa tunaishi kwenye dunia mbili ambazo kwa sheria hiyo hiyo inaweza ikafanya kazi kwa mwingine, sheria hiyo inafanya kazi kwa mwingine. Nadhani dunia inatakiwa ibadilike, isimame kwenye hali. Sasa wakati unasema hayo, tumeona mkutano wa umoja wa nchi za Kiarabu unaita Arab League, ambao mawaziri wa mashauri ya kigeni wa Arab League wamekutana Cairo na wametoa tamko la pamoja kwamba mashambulizi ambayo Iran anayafanya katika nchi mbalimbali za Kiarabu, hasa majirani zake, si mashambulizi ambayo yanaweza kuhalalishwa kwa kisingizio chochote kile, na wamesema kwamba kinachofanyika sio busara, na wametaka Tehran irekebishe kile ambacho wamekiita ni kosa la kimkakati. Hii kwako unaitafsiri vipi? Na tafsiri kwa mwendelezo ule nimetoka kuzungumza, kuwa siku dunia ikitoka kwenye unafiki, ulimwengu utakuwa sehemu salama zaidi ya kuishi. Irani pia hata hawa Arab League na wenyewe pia wako humo kwenye unafiki, sio? Kwa sababu Irani ana react baada ya action. Hebu Arab League wamemnyoshia kidole Irani, sahihi, mashambulizi unatushambulia sio sahihi. Wamezungumza lolote kuhusu mashambulizi ya Marekani na Israeli? Hebu niambie, katika taarifa yako umeona? Haipo hiyo. Kwa hiyo kuna uhalali wa mashambulizi ya Israeli na Marekani, isipokuwa Irani hana haki ya kujibu baada ya kupigwa. Kwa hiyo manake hawa na wenyewe pia ni wale manake umeweka kwenye kundi moja pia, sio? Kwa sababu kambi zinazotumika kumshambulia zaidi Irani ziko kwenye nchi zao, na hata taarifa zilizotolewa na vyombo vya habari, mfano wiki iliyopita Reuters, AP walithibitisha kuwa makombora mawili yaliyoua wanafunzi katika shambulizi la awali, watoto 171, yalirushwa kutoka katika nchi mbili, kati ya nchi ya Abu Dhabi, kutoka katika eneo la Abu Dhabi ambalo ni UAE, pamoja na Bahrain, ambazo zote Irani anazishambulia. Kwa kawaida tu tuondoe kuwa ungekuwa wewe Irani ungefanya nini? Hali ya kuwa hawajasitisha, kwa sababu rais wa Irani alizungumza juzi, akasema, akawaomba radhi, akasema hatuwashambulii kusudi, ila kuanzia leo hatutomshambulia yoyote kati yenu, ila kwa sharti tu kuwa msiruhusu ardhi yenu ituhujumu tena kutushambulia sisi. Sasa wameendelea kuruhusu ardhi yao inawashambulia tena. Irani anatakiwa afanyeje? Akunje miguu mpaka amalize. Rahbi, unaniuliza Irani wangefanya nini? Lakini Irani wenyewe wameomba radhi. Tumesikia rais wao Masoud Pezeshkian akisema kwamba anaomba radhi majirani zake kwa mashambulizi ambayo amefanyika. Manake anajutia alichokifanya. Aliendelea baada ya hiyo radhi. Endelea baada ya kuomba radhi amesemaje? Sasa siwezi kumnukuu maneno yote aliyosema, lakini nakukumbusha tu kwamba wakati unaeleza hivyo, ndakusaidia alichosema. Aliwaomba radhi majirani zake, akawaambia hatuna nia ya kuwadhuru, tunaomba radhi na hili halitotokea tena. Ikiwa hamtoruhusu tena ardhi yenu iwe hatari kwetu, hatutofanya tena. Sasa wakaachia tena ardhi zao zikaendelea kutumika kushambulia Iran, na wao Iran wakashambulia tena. Ndio maana nimekuuliza, hivyo ungekuwa wewe ungefanyaje? Kuwa umemfuata jirani yako, ima kuna mawe, ima kuna nini anarushwa kutoka kwenye nyumba yake anakuja kwako, umeenda kumwomba radhi, ndugu yangu, sitorudia kukujibu tena, lakini ameruhusu
wewe uendelee kudhurika. Je, ulipaswa ukunje miguu tu usubiri mpaka umalizike au ulipaswa urudishe kidogo? Kwa sababu pia umezungumza sana kuhusu hoja ya uhalali kwenye mazungumzo yako, nataka kufahamu kwamba sheria ama utaratibu wa kushambulia wewe unafahamu vizuri uko vipi? Kwa sababu tumeona pande zote mbili zinashambulia sehemu ambazo hazitakiwi kushambulia. Kwa mfano Iran wenyewe na hata Marekani na Israel tumeona makombora yakirushwa, kwa mfano sehemu za umma kama sehemu za shule na hawa wanafunzi uliowataja, lakini pia Iran na wenyewe wamekuwa wakifanya hivyo katika maeneo ambayo hatutarajia yangeshambuliwa. Mfano kwenye viwanja vya ndege kama uwanja wa Dubai, tumeona sehemu ya uwanja wa Dubai, uwanja ambao una wasafiri wengi zaidi, uwanja ambao uko busy zaidi, na wenyewe pia wameshambuliwa na makombora ya Iran. Na viwanja vingapi vya ndege vimeshambuliwa ndani ya Iran? Sasa hilo swala mimi siwezi kuhesabu viwanja vya ndege vilivyoshambuliwa, lakini mimi swali langu nauliza kuhusu uhalali ambao unaozungumzia, kwamba kama tuna hoja ya uhalali, huoni kwamba pande zote mbili, swali langu ni kwamba huoni kwamba pande zote mbili zina shambulia sehemu ambazo hazitakiwi kushambulia? Mkataba wa Umoja wa Mataifa kifungu cha 51 cha mkataba kinatoa uhalali kwa yoyote kujibu tishio ambalo linaelekezwa kwake. The problem is, kila ninapozungumza haya watu hudhani mimi natetea Irani. Mimi natetea sheria, sio Irani. Ndio tuko hapo sasa kwenye sheria, tuko hapo kwenye uhalali. Je, ni halali? Na sheria za kimataifa zinasema nini kuhusu maeneo ya kushambulia? Hakuna uhalali unaokupa kwa kushambulia maeneo ya umma. Ndio. Hilo lielewe. Lakini unakubali kwamba pande zote mbili pande zote mbili zimefanya makosa kushambulia sehemu ambazo hazitakiwi kushambuliwa, sio? Kwa nini watu hawazungumzi kuhusu hilo? Nadhani wangezungumza kuhusu hilo ingekuwa kesi nyepesi, kwa sababu kuna watu wanalazimisha kuwa Iran anafanya makosa, lakini hawasemi kama Israel na Marekani wanafanya makosa. Yaani kuwa wanatoa uhalali upande mmoja, alafu wanamuzia kesi upande wa pili kuwa wewe ndio mwenye makosa. No. Kifungu cha 51 cha mkataba wa Umoja wa Mataifa kinaruhusu self defense. Unapokuwa kwenye tishio kihalali kabisa unaruhusiwa kujibu. Lakini kama wao wakiacha, huyo akifanya anakuwa kwenye makosa. Lakini hakuna uhalali kwa sababu vita imepangwa katika utaratibu na mkataba wa Geneva umeelekezwa kuhusu vita. Usishambulie maeneo ya wazi, usishambulie watu wasio na silaha, usishambulie shule wala masoko, hospitali na maeneo mengine ambayo ni ya umma ambayo watu hawana chochote, na mtu akijisalimisha, weka silaha chini, usimshambulie. Lakini wote wamefanya hivyo. Wote pande zote zimefanya hivyo. Shule zinashambuliwa. Viwanja vya michezo vimeshambuliwa. Nauliza kwamba pande zote zimefanya hivyo, sio? Pande zote zimefanya hivyo, lakini tunatafuta sasa chanzo ni nini? Kwa sababu nitakupa mfano. Ndio. Mashambulizi ya juzi na jana yaliyopiga ndani ya Irani yalienda kupiga storage za mafuta zinazohifadhi mafuta. Irani akaenda kapiga na yeye kule Haifa. Mashambulizi ya siku 3 zilizopita, viwanja vya ndege 3 vya Irani vilishambuliwa na ndege ikaangamizwa. Jana Irani amekwenda kupiga uwanja wa ndege wa Ben Gurion. Sijui tunapata jibu. Na kusikiliza. Yes. Lakini Irani hajajibu kupiga shule licha ya kuwa wanafunzi wake wameuawa 170. Hilo linaeleweka? Hospitali 9 ndani ya Irani na wauguzi 4 wameuawa. Hajaenda kupiga hospitali. Kwa nini uhalali wa upande mmoja unakuwepo ila anayejibu anakuwa yuko kwenye makosa? Sawa Ibrahim Rabi, shukran sana. Tunakushukuru pia kwa uchambuzi ambao umetupatia. Asante sana na kutakia majukumu mema. Shukran sana. Naam, ni Ibrahim Rabi, mchambuzi wa masuala ya kimataifa, nikizungumza naye akiwa Umoja wa Falme za Kiarabu.